akina mama wa Kiislamu, sasa hivi kansa imekuwa ni nyingi kwa wanawake. Kuna kansa ya matiti, kuna kansa ya mlango wa kizazi, kuna kansa ya ngozi. Mwanamke jinsi alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwili wake ni tofauti na mwanamume. Mwanamke mwili wake unakuwa ni body fats. Sehemu kubwa ya mwili wa mwanamke umefunikwa na mafuta, na yale mafuta yana kazi maalum. Kazi ya kwanza ya yale mafuta atakapobeba ujauzito ni kuutanua ule mwili wa mwanamke, ili ndani ya mwili wa mwanamke aweze kukaa mtu mwingine. Mwanamume yeye mwili wake unakuwa ni pure muscles, umefunikwa na misuli, ni mgumu kwa ajili ya kazi ngumu kama vile kuvunja mawe. Ingawa leo watu wanaambiwa 50 kwa 50, 50 kwa 50 bwana. Ikiwa mwanamume anaendesha semi trailer, basi na mwanamke naye aendeshe semi trailer. Mwili wa mwanamke ni tofauti na mwanamume. Mwanamume yeye ni pure muscles, mwili wake umefunikwa na misuli kwa ajili ya kazi ngumu, na mwanamke yeye anakuwa ni body fats, mwili wake umefunikwa na mafuta. Hata kama ataendesha hilo semi trailer, amepakia makontena, anapeleka Zambia, anapeleka Kongo, akafika Mbeya, anaingia yule mwanamke kwenye ada zake, ile semi trailer aendeshi tena. Zinapokaribia tu zile ada zake kuingia katika ada zake, mwili unabadilika, anajihisi anaumwa, tumbo linamuuma, ule ufanisi wa kazi haupo tena kwa mwanamke. Sasa hiyo 50 kwa 50 inatoka wapi? Yale mafuta kazi yake ya kwanza kuutanua mwili wa mwanamke, atakapobeba ujauzito aweze kukaa mtu mule ndani ya mwili wake. Kazi ya tatu ya yale mafuta, yanahitajika katika kiwanda cha kutengeneza maziwa ya mtoto ndani ya mwili wa mwanamke. Maziwa yanatengenezwa wapi? Ndani ya mwili wa mwanamke. Yanatengenezwa katika mammalian glands. Hapo ndipo yanapotengenezwa maziwa. Yale mafuta nayo pia yanahitajika yapelekwe kule kiwandani ndani ya mwili wa mama, ili yakatengenezwe maziwa ya mtoto. Lakini yale mafuta wamekuja kujua wanasayansi katika chuo kikuu cha sayansi cha Toronto nchini Canada, Canadian Association of Anatomists, chini ya daktari bingwa wa mambo ya embryology and anatomy Professor Keith Moore, wamekuja kujua ya kwamba yale mafuta yaliyopo ndani ya mwili wa mwanamke yana tabia ya kuabsorb, kunyonya mionzi ya jua ya aina ya ultraviolet rays, infrared rays na x-rays. Yale mafuta yanavuta, yananyonya ile mionzi ya jua, inamuingia mwanamke katika mwili wake. Yakiingia ndani ya mwili wake, kuna kitu pale kinaitwa carcinogenic, anapata kansa sasa ya ngozi. Wamekuja kujua sasa hivi kwamba vazi la hijabu ya kisheria ya mwanamke wa Kiislamu kama ilivyofundishwa katika Uislamu inakuwa ni kinga ya kumkinga yule mwanamke sasa asipate ile mionzi ya jua, isiingie ndani ya mwili wake. Anapokuja
Na angalia, wamerudi kule kule kwenye Uislamu, kwenye fiqh ya Kiislamu. Wanasema kwamba lile vazi latakiwa liwe pana, lisionyeshe shepu yake yule mwanamke, liwe pana, ndio linafanya kazi. Sasa atakapokuwa yule mwanamke amejifunika kisheria inavyotakikana, ikaangushwa ule ushungi wake katika kifua chake na nyuma ya kule ya mgongo wake, mikono yake ikawa iko ndani, amevaa na ile nguo yake ya ndani, lile baibui la ndani amevaa, ule mtandio wake ule ukaja ukafunika kuanzia kichwani kwake mpaka mgongoni kwake na kwenye kifua chake. Akishavaa hivyo, ile mionzi ya jua inapokuja ya aina ya ultraviolet rays, infrared rays na x-rays inapopiga katika nguo yake, mambo yanabadilika. Ile mionzi inakuwa ni dawa kwake mwanamke, inakwenda kuipika ngozi yake, inakuwa soft kabisa, inakuwa laini kabisa, na anakuwa na rangi moja tu tokea utosini mpaka nyayoni, tofauti na yule mwanamke ambaye mgongo wazi, kifua wazi. Akipigwa na ile mionzi ya jua, zile sehemu ambazo nguo haijafika kunakuwa ni kweusi, kule ilikopita nguo ndio kutakuwa kweupe. Utakuta mwanamke huyu anakuwa hapendezi, anakuwa na rangi mbili, anakuwa havutii. Lakini mwanamke mwenye kujistiri kikweli kweli kabisa, ngozi yake atakapozitoa zile nguo zake kumtolea yule mwenza wake, kunakuwa na stimulation, kunakuwa na msisimko katika macho ya mwanamume atakapoiangalia ile ngozi, kunakuwa na mvuto. Hapa sasa kiwango cha joto pia katika mwili wa mwanamke kinaongezeka. Mtu wa kawaida asiyeumwa anakuwa na nyuzi joto 37, lakini mwanamke mwenye kujistiri kiwango cha joto kinaongezeka. Mwenza wake akimwegemea, lile joto linampa stimulation iliyokuwa kubwa, anakuwa na ile hali ya kurejea kula lile tunda. Katika tafiti za sasa ndio wamekuja kujua kwamba kumbe vazi la hijabu la kisheria la mwanamke wa Kiislamu inakuwa pia ni dawa kuongeza nguvu za kiume za yule mume. Hizi ni katika tafiti za sasa, na ile stimulation inakuwa ni kubwa, msisimko kwa mume, na jinsi mume atakavyoiangalia ile ngozi ya mkewe inapikika, inakuwa ina mvuto wa hali ya juu sana, na anakuwa na rangi moja tu. Hizi ni katika tafiti za sasa. Kwa hiyo akina mama wa Kiislamu mutembee kifua mbele. Nilipokuwa Iringa siku moja katika radio Kiblatain, nafanya kipindi pale cha dini ya Kiislamu, nikalizungumza, nikapigiwa simu na mwanamke ambaye sio Muislamu, akaniuliza, ambia shekhe, mimi ni daktari. Kumbe hivi ulivyozungumza ni hivyo, ni hivyo, ni sahihi kabisa, kwamba mwanamke mwili wake una absorb, unanyonya ile mionzi ya jua ya aina ya ultraviolet rays na infrared rays, na anapokuwa amejifunika vizuri, amestiri mwili wake, ile mionzi haingii, inakuwa kwake ni dawa. Akaniuliza, shekhe, sasa mimi sio Muislamu, ni Mkristo, lakini mimi ni daktari, je, naruhusiwa kuvaa vazi hilo? Nikamwambia unaruhusiwa. Baada ya mwezi mmoja napigiwa simu, naambiwa ameslimu. Uislamu ni mzuri. Uislamu ule tunaubomoa sisi wenyewe Waislamu. Jana nimezungumza na walimu wanafunzi wa madrasa, nimezungumza haya, na kulikuwa na wakina dada pale wapo, wakina mama wapo pale, na wakaniambia, shekhe, tunashukuru kwa kutufahamisha. Manake leo mtu anaona kwamba eti mwanamke
Kumfunika funika ni kumuonea, kumnyima haki zake. Uislamu eti umemkandamiza mwanamke, kama yule mwanamke aliyeslimu kule Ulaya, magazeti yote yakamshambulia ya kwamba sasa hivi atakosa haki zake, atakosa kucheza densi, akachanganyika na wanaume akakumbatiwa, atakosa kuvaa miniskirt. Ili kuonyesha ule Uislamu kwamba sio kitu cha maana, ni kitu kilichokuwa cha hovyo. Akina mama wa Kiislamu sasa hivi watu wanaurejea Uislamu, wanautazama Uislamu. Wakati sisi wenyewe Waislamu tunaukimbia Uislamu, wasiokuwa Waislamu wanaukimbilia Uislamu kutokana na mafundisho ya dini ya Kiislamu. Katika maisha ya ndoa ya mume na mke, jinsi Uislamu ulivyofundisha, nafasi aliyopewa mwanamke katika Uislamu. Wao wanasema kwamba Uislamu umemkandamiza mwanamke, umemuonea mwanamke, umemdhulumu mwanamke. Kumuendeleza mwanamke ndio hivyo, kumchukua mwanamke chupi na sidiria, akapitishwa katika Miss World au Miss Tanzania. Wanaume wamekaa pale katika meza, wakapita eti na vazi la ufukweni, chupi na sidiria. Huku sio kumdhalilisha mwanamke, lakini mwanamke mwenyewe na yeye amekubali kudhalilika. Ndiyo maana mwanamke sasa hivi ameteremka kuwa chini kabisa. Wasiokuwa Waislamu, mwanamke wamemdunisha. Ile thamani ya mwanamke haipo sasa hivi, na kwa kuwa wameikubali wenyewe wanawake,